Bwana, kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba Mohamed Dewji tajiri bilionea namba 1 Tanzania anatarajia kumwaga mapesa mengi sana ligi kuu, na anatarajia kumwaga mabilioni ya pesa. Sasa vita iliyopo sasa hivi unajua ni vita kati ya Simba na Yanga kwenye ligi kuu kupitia makampuni ambayo mabosi zao au mabosi hizo timu wanamiliki. GSM anatamba na makampuni yake, anadhamini timu nyingi za ligi kuu, kitu ambacho kinapelekea watu kuhisi kwamba udhamini wake unachangia timu mbalimbali kuwasaidia kuwapa urahisi Yanga kupata matokeo ambayo ni mazuri. Na by the way tumesikia malalamiko kadha wa kadha, watu wakilalamika kwamba Yanga ananufaika na udhamini wa GSM kwenye ligi na vitu kama hivyo. Kama unakumbuka ilifika wakati mpaka wazee wa Simba wakaitisha mkutano na waandishi wa habari, wakazungumza wakisema kwamba GSM anawasaidia Yanga kupata matokeo kupitia udhamini ambao anautoa kwenye vilabu mbalimbali vya ligi kuu. Sasa kitu hicho ni kitu ambacho kilileta mijadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii, watu wakawa wanaanza kuhoji kwamba ile fair competition iko wapi? Ule usawa uko wapi? Sasa kwa kulitazama hilo, ni jambo ambalo limezungumzwa kwa miaka 3 mfululizo, Yanga ikitajwa kwamba ni timu ambayo inanufaika sana na udhamini wa GSM kwenye vilabu mbalimbali vya ligi kuu kutokana na uwepesi ambao anaupata kwenye upatikanaji wa matokeo, lakini pia na ugumu ambao Simba anaupata kutokana kwenye upatikanaji wa matokeo. Sasa good news kwa watu wa Simba ni kwamba boss Mo Dewji naye ameamua kumwaga mabilioni ya pesa kwenye timu mbalimbali za ligi kuu, na kwa taarifa ambayo ipo ni kwamba yuko tayari kutoa pesa kwa vilabu 6 vya ligi kuu, na kuna uwezekano vikafika mpaka vilabu 10 vya ligi kuu kwa msimu huu. Kumbuke mikataba mingi ya GSM na vilabu mbalimbali ni mwaka mmoja. Kwa hiyo kuna uwezekano GSM akaja akatop up akawa na vilabu vingi zaidi ambavyo anavimiliki na anavipa udhamini. Sasa ikitokea Yanga na Simba anakuwa na vilabu vingi ambavyo anavidhamini, maana yake ni kwamba kama ni au udhamini wake utakuwa una influence matokeo ya uwanjani, maana yake yeye atakuwa na uwezo wa kupata alama 60 za bure. Kwa mfano kama atadhamini vilabu labda 10, let's say kwenye vilabu 10 sio alama 60, yes sio alama 60. Kwa mfano kama atadhamini vilabu 10, manake atakuwa na alama 3 mara 10 ni 30, atakuwa na alama alama 60 kwenye michezo 20, michezo 30 kwenye vilabu 30, mara atakuwa kama na alama 60 kwenye vilabu 10, manake atakuwa na alama zake kama 60 fulani hivi mwishoni mwa msimu ambazo anazipata kwenye vilabu 10. So itategemea sasa huko kwingine atapata matokeo ya aina gani kwenye hizo timu zingine 6 ambazo zitakuwa zimebaki, ambao automatic kwenye timu ambazo 6 ambazo zitakuwa zimebaki lazima atakuwa ni Singida Black Stars, lazima atakuwa Yanga, lazima atakuwa Azam FC na timu zingine labda zingine 3 ambazo zinaweza zikawa hazipati udhamini wa Mo Dewji. Lakini kati ya kwenye zile timu 16 akipata tu timu 10, manake kuna alama 60 ambazo Simba anaenda kuzipata bwerere kabisa, yani anaenda kuzipata kiulaini. Hata kama atapoteza kwenye hizo alama 60, lakini walau hata kosa alama 50 fulani hivi, kwa maana kwenye duru la kwanza na kwenye duru la pili, maana hata kosa hizo alama, kitu ambacho kitampa uwepesi Simba kwenda kupata matokeo, kwenda kutoa taji kwa msimu unaokuja kama itatokea. Hapa tunajaribu tu kuweka hizo scenarios kwamba kama zikitokea hivyo kama ambavyo watu wanazizungumza, lakini zisipotokea hivyo, manaki bado Simba pamoja kwamba Mo anaweza kwenda kuweka mabilioni ya pesa, lakini bado Simba kama klabu itapaswa kupambana kuhakikisha kwamba inapata matokeo ambayo ni ushindi. Bwana, hapo kwenye hizo alama 60 mtasaidia kupiga mahesabu. Nimesema michezo 10, kwa mtasaidia kupiga mahesabu kwa sababu inatajwa vilabu 10. Sasa ikumbuke hapo ni nje ndani kuna zile mechi za nyumbani na ugenini. So unaweza kupiga mahesabu hapo, manake kuna kama michezo 20 fulani hivi hapo kwa hiyo mtasaidia kupiga mahesabu hapo, lakini mahesabu imekaa hivyo kwamba mpango ni kudhamini timu zaidi ya 7, 8, 10 mpaka 10. Sasa kama zitafika walau timu 10, na maana kuna uwezekano mkubwa kama kweli anadhamini kwa lengo la kuisaidia Simba kupata matokeo kama ambavyo GSM anatajwa hivyo, maana yake inaweza kupelekea Simba nao kuanza kutawala kwenye soka la Tanzania kama ambavyo GSM ameweza kama ambavyo Yanga imeweza kutawala soka la Tanzania. Ingawa mimi bado naamini kwamba Yanga katawala soka la Tanzania kutokana na ubora alionao. Yaani pamoja na kwamba anatajwa GSM la nini, lakini Yanga ni timu ambayo ina kikosi bora sana. Yanga ni timu ambayo ina wachezaji wazuri sana. Yanga ni timu ambayo ina makocha wazuri sana, na wamepata matokeo kihalali by the way ndani ya miaka 3. Pamoja na kwamba inatajwa influence ya GSM na nini, lakini mimi Alex Ngereza siamini sana kama GSM
ameinfluence hayo matokeo kupatikana, ila ubora kosa Young Africans ndio ambao umepelekea GSM kupata hizo pesa nyingi. So mimi naamini kwa kupata hayo matokeo mazuri, so mimi naamini kwamba utajiri na quality ya Young Africans ndivyo ambavyo vimewabeba kwa asilimia kubwa sana, kuwasaidia kwenda kupata hayo matokeo ya alama tatu ambao kila mtu alikuwa anatamani kuyaona. Kama Yanga ingekuwa ijiwekeza vizuri, hata kama GSM angezamini zote timu nyingi, bado kusingekuwa na shida. Lakini kama unahoji kuhusu dhamini wa GSM, Simba pia aliwahi kupigwa chuma 5, lakini pia ndani ya udhamini wa GSM kwenye miaka 4 hii, Simba kafungwa mara 3 mara 4 mfululizo na Yanga. Sasa tuzungumze hapo kwa kweli kwamba hata kama ni udhamini unatumika vipi kuhusu matokeo ya Simba na Yanga, mbona Simba kafungwa mara nyingi zaidi. Kwa hiyo hata kama kuna masuala ya influence ya udhamini na nini, lakini pia watu wanapaswa kutazama pia kwenye hilo kwamba sometimes quality pia inasaidia timu kufanya vizuri. Kwa hiyo tusubiri tuone kama Mo Dewji atamwaga mabilioni yake kwenye timu kwenye timu zipi na namna gani ambavyo Simba anaweza kwenda kunufaika, lakini hizo ni scenarios tu ambazo watu wanazitaja na sisi tunaweka kwenye mlengo huo. So kama ikitokea labda pengine kweli hiyo pesa ikamwaga na watu wakapata pesa, kuna uwezekano mkubwa tukaanza kuona mabadiliko makubwa pia kwa upande wa Simba, lakini mimi naamini kwamba timu itapata matokeo mazuri kutokana na uwekezaji ambao utakuwa umefanyika.